Meneja kwa nini miwani? Au naika hivyo hivyo? Hivyo hivyo. Sauti? Poa. Meneja, habari yako? Salama. Unaendeleaje? Mwenyezi Mungu mwema, tunamshukuru kwa kila jambo. Meneja, hatujazungumza siku nyingi. Unakumbuka mara mwisho tumezungumza tukiwa wapi? Nyesi mko mna promote jezi. Umeanza. Sasa mnaanza promote jezi, kwa hiyo kazi ya Simba mko kidogo. Na yenyewe ni mojawapo ya kazi ya Simba Sports. Maana yake mwisho wa siku kama media team, maana yake lazima msupport kile kitu ambacho sponsor wetu mmojawapo wa wadhamini kwa maana J-Root katika kufanikisha watu kufikia katika yale malengo ya kuvaa kitu ambacho kilicho bora na kitu ambacho ni genuine. Sawa meneja, turudi kwenye eneo la ufundi. Tueleze ratiba ya timu kutoka leo kuelekea mchezo unaofuata ikoje? Kwanza kama unavyoona tuko kwenye mazoezi ya mwisho, kwa maana ya kwamba mazoezi ya mwisho tukiwa hapa Tanzania, wakati huo tukiwa na mpango wa kuelekea Eswatini kwa ajili ya mechi yetu ya kwanza ya raundi ya pili. Mechi ambayo inategemewa kuchezwa tarehe 19. Tarehe 19 mwezi huu wa 10. Mipango ya kwetu sisi, mipango mkakati ni kwamba tunategemea kuondoka kesho asubuhi. Kesho tarehe 16 na shirika la ndege la Tanzania ATCL ambaye kwa njia moja au nyingine ni mojawapo wa wadhamini wetu. Kwa hiyo tunawashukuru kwa hapo, lakini na vile vile tutatoka hapa mida ya asubuhi takriban saa 4. Baada ya hapo tunategemea kupitia South Africa kwa maana ya Afrika Kusini. Then tutastop pale kwa masaa kadhaa, then tutaelekea Eswatini. Tunategemea kufika jioni kama sio usiku wa tarehe 16. Sawa. Wanatarajia wachezaji wangapi kuondoka? Tunategemea kwenda na kikosi cha wachezaji 22, technical staff takriban 12. Na total numbers ya watu kama watu wasiopungua 50. Kwa maana ya supporters, kwa maana ya watu ambao kila mtu ana kitengo chake, ambao wote kwa upana wao tunategemea kuondoka hiyo kesho tarehe 16. Kwenye hilo la wachezaji wote ambao wapo kwenye list ya safari wako sawa sawa? Kama unavyoona hapa sasa tuko kwenye session ya mwisho. Session ambayo itatoa maamuzi ya mwisho ya wachezaji ambao mwalimu kwa upande wake anadhani wanaweza kumnufaisha katika mechi hiyo ya kwanza ambayo tunategemea kucheza. Kwa hiyo baada ya hapa nadhani mwalimu, technical staff, sisi kama supporters wake tutakaa na kuamua, lakini mwisho wa siku mwalimu kwa mfumo anayetegemea kwenda kucheza, yeye ndo atakayechagua wachezaji ambao tunategemea wanaenda kutuwakilisha vizuri. Wale walikuwa kwenye timu za taifa, sababu tumeona jana wote wamecheza mchezo wao ya mwisho. Hiyo ni changamoto kwa sababu ratiba imebana na mwisho wa siku tunasafiri. Ingekuwa mechi inachezwa hapa kidogo kungekuwa kuna unafuu. Mwenyezi Mungu akijalia tunategemea watawasili leo na kujiunga na timu, maana yake ni kama wanakuwa transit. Kwa maana yake wakifika then kwa sababu tunaondoka kesho watapumzika masaa takriban 12 kama sio 16. Baada ya hapo watajiunga na kikosi kuelekea katika safari yetu ya kwenda Eswatini. Kwa kijumla kila kitu kipo vizuri kwa ajili ya mchezo. Ni kweli kiko vizuri kwa sababu mwalimu kafika, nadhani meneja wetu mkuu amefika, ana takriban wiki kama sio wiki 2. Tumefanya mazoezi, ametengeneza kikosi, ametroduce mfumo ambao kwa njia moja au nyingine tunaamini unaenda kuonyesha ule ubora ambao tumeuonyesha katika mechi 2 za mwisho. Ni kitu ambacho watu wanaweza wakikielewa, naweza nikakiweka, ingawa sometimes unajua watu wanaweza wakapenda au wasipende, lakini ukumbuke kwamba tumetoka kucheza training games. Training games zilikuwa za manufaa kwetu sisi. Kweli tulipata matokeo sio rafiki, lakini maana yake tulitumia kikosi kizima cha wachezaji takriban 26. Unaona, kwa maana yake mwalimu katika njia moja au nyingine alikuwa anataka kuona kila mchezaji kwa upeo wake katika mashindano, katika mechi anaweza kumpa kitu gani. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo haikujalisha matokeo. Kwa hiyo mwisho wa siku tunaamini katika kikosi chokuwa nacho wachezaji 22 ambao tunategemea watasafiri wanaweza kutupa matokeo bora huko katika mechi ya awali kabla ya kuja kwenye marudiano hapa Dar es Salaam. Shukrani sana. Shukrani sana.